Hujambo kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media. Kama kawaida tunajuzana yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, na hapa tunasalia katika bara la Afrika, katika taifa la Sudan, ambapo ndege ya mizigo ya jeshi la Sudan imeanguka katika jimbo la West Kordofan na kuua wafanyakazi wote waliokuwa ndani yake, jeshi limearifu. Tukio hilo limetokea wakati ndege hiyo ilikuwa ikirusha vifaa kwa vikosi vinavyozungukwa na mapigano katika jiji la Baba Nusa, ambako jeshi la Sudan linaendelea kupigana na kikundi cha paramilia cha Rapid Support Forces, yani RSF. Kwa mujibu wa jeshi, ndege hiyo ilikumbana na hitilafu ya kiufundi kwenye injini ya kulia, hali iliyosababisha kupoteza usawa na kuchoma moto baada ya kufanikisha operesheni ya kutua. Jeshi halikutoa idadi kamili ya wafanyakazi waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Hata hivyo, RSF imedai kwamba ilipiga chini ndege ya kivita aina ya Ilyushin 2-76 baada ya ndege hiyo kutekeleza mashambulizi ya anga yaliyoua mamia ya raia katika maeneo mbalimbali ya West Kordofan. Kundi hilo limekuwa likijaribu kudhibiti jiji la Baba Nusa tangu shambulio lao la kwanza mnamo Januari mwaka 2024 katika jiji hilo. Taarifa za vyombo vya habari vya kimataifa zinasema kuwa huenda ndege hiyo ilichoma moto kwa missiles za ulinzi wa anga zilizotumika na RSF, ingawa ripoti hizo hazijathibitishwa huru. Pia kuna taarifa zisizo rasmi kwamba ndege hiyo inaweza kuwa na wafanyakazi wa Kirusi chini ya mkataba wa uendeshaji. Tukio hili linaongeza hatari na changamoto kwa wananchi wa Baba Nusa, ambako mashambulizi ya mapigano yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara, huku pande zote mbili zikidai kudhibiti eneo hilo la kimkakati. Taarifa zaidi zinahitaji uthibitisho huru kutokana na hali ya mashambulio inayoendelea. Kuwepo kwa mkizano kati ya jeshi la serikali na kundi la RSF, Rapid Support Forces, hawa wanamgambo huko nchini Sudan, kila upande ukijinasibu kwamba unadhibiti jiji la Baba Nusa, ndio hatua ambazo zinazidi kuweza kuongeza mashambulizi katika maeneo hayo na kusababisha mauaji kwa raia kwa kiasi kikubwa, na vile vile kuwafanya raia wengine kuweza kukimbilia kusikojulikana. Hali hii imeleta maafa makubwa katika taifa la Sudan, ambapo mashambulizi yanazidi kuendelea katika maeneo hayo, huku vifo kila siku vikizidi kuripotiwa, lakini vile vile wananchi wakihamahama ovyo ovyo kwenda maeneo mbalimbali kutokana na mapigano ambayo hayajulikani ni lini yatakwenda kuisha katika taifa la Sudan. Jumuiya ya kimataifa inazidi kukemea na kutaka pande zote mbili kukaa pamoja na kuweza kuzungumza namna bora ya kuweza kuelewana na kusitisha mapigano ambayo yanazidi kuleta maafa makubwa katika taifa la Sudan. Wiki iliyopita taifa la Marekani limeingilia kati na kutaka pande zote mbili ziweze kuwa na maelewano sawa, huku mwisho wa siku wakitaka waweze kupunguza madhara makubwa ambayo yanawakabili raia kwa kiasi kikubwa. Mtazamaji wetu, nitakujuza yote ambayo yanajiri katika kile ambacho kinazidi kuendelea katika taifa la Sudan. Cha msingi ili kuwa karibu na sisi, basi ni kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Mimi ni Victor Moshi.